Habari za leo, ndugu zangu wa Tanzania. Mimi naitwa Martha. Kabla hujasikiliza mwanzo mpaka mwisho, hii hapa clip ambayo imekuwa ikisambaa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni vyema ukafahamu vitu hivi. Huyu mama ni mama mjane, ameweza kusimulia kisa chake mwanzo hadi mwisho, ambacho kisa hicho kilianzia kipindi cha corona ya kwanza, lakini pia corona ya pili. Jinsi alivyopewa kazi ya kushona baadhi ya nguo huko hospitali ya Amana. Huyu mama ni mshonaji wa nguo, so alipewa dili la kushona nguo hospitali ya Amana ikiwa na thamani ya jumla ya shilingi milioni 3. Sasa kwa madai yake anasema kwamba aliposhona nguo hizo, baadaye kwenda kupeleka zile nguo, wakati sasa inabidi aanze kujaza fomu kwa ajili ya kupata zile pesa. Maana tunajua pesa za taasisi jinsi kama zilivyo zikatoka bila njia ya nyaraka. Sasa wakati anaandaa zile nyaraka kwa ajili ya kuonesha kithibitisho kwamba alishona nguo hizo, ambapo kwa madai yake alisema kwamba ni nguo za huko theater kama sijakosea, lakini utamsikiliza vizuri we mwenyewe. Sasa wakati anafuatilia kile kipindi, ndio kipindi ambapo corona ndio inaingia, corona ya kwanza. Hivyo uongozi wa hospitali ukamwambia asubiri kwanza, kwa sasa pesa haziwezi katoka kwa kuwa corona imeingia. Mama huyo akasubiri, lakini baada ya hapo corona ilipoisha akarudi tena kwenda kudai haki yake ambayo ilikuwa ni pesa ya shilingi milioni 3. Wakati anadai tena, ndipo mganga mkuu wa ile hospitali akampa dili lingine la kushona mapazia katika hospitali hiyo. Akalikamatia hilo dili tena, kashona. Mwisho wa siku anarudi tena kwenda kudai, mambo yakawa yale yale. Corona ya pili ikaingia, akapigwa pending tena. Sasa baada ya corona ya pili kuisha, anarudi tena kuanza kudai, mambo yakamgukia. Wakamwambia kwamba aoneshe mkataba ambao ulionesha kwamba aliingia mkataba kwa ajili ya kushona vile vitu. So dili ikawa ngumu kwake. Mwisho wa siku amebaki akilia mwenyewe. Mama huyu ni mjane, akiomba msaada kwa Tanzania, pengine wanaweza wakamsaidia kwa njia moja ama nyingine, labda kwa kumfafanulia sheria jinsi kama ilivyo, ama kwa kumpatia wanasheria na vitu kama hivyo. So utamsikiliza mwenyewe mwanzo hadi mwisho, lakini pia utaweza kushusha comment yako, ingawa pia ametaja na namba yake. Kwa hiyo kama unaweza kuwa na msaada na yeye, basi unaweza kuchukua namba zake na ukamtafuta. Hii hapa ni Dax Media. Mimi naitwa Daud_Rizzi. Habari za leo, ndugu zangu wa Tanzania. Mimi naitwa Martha. Nimekuja mbele yenu kuomba msaada. Najua haya nitakayoongea yatawafikia wengi tu, lakini nina uhakika kuna mtu ambaye anaweza kanisaidia kwa ushauri au kwa njia yoyote. Mimi ni fundi wa kushona nguo. Nilikuwa nimepata kazi katika hospitali ya Amana hapa Dar es Salaam, kazi ya kushona nguo katika chumba cha upasuaji. Nilipewa nguo za kushona zisizopungua kama nguo za milioni 3. Nikazipeleka. Nilipozipeleka zile nguo, maana ukishapeleka zile nguo ndo unajaza fomu ya kufuatilia malipo. Nikajaza fomu ya kufuatilia malipo. Nikaanza kufuatilia malipo yangu. Kabla sijafika mbali, wakati nafuatilia ile njoo wiki ijayo, njoo mwezi ujao, ikatokea corona ile ya kwanza kabisa. Ilipotokea ile corona, nikaambiwa hawawezi kutoa malipo yoyote mpaka corona ikate, kwa sababu walisitisha huduma zote. Watu wa corona walikuwa wanatibiwa pale. Basi niliacha mpaka corona ilipoisha kabisa. Ilipoisha, huduma zilipoanza, na mimi nikaenda tena kufuatilia hela yangu. Nikaa nimefuatilia. Unajua tena unapofuatilia hela serikali, unapita mwezi, unapita miezi, hivyo mpaka siku moja nikaambiwa hela yangu imeshatoka, niende kwa mhasibu. Nilipofika kwa mhasibu, wakasema hawalioni faili langu. Nikarudi tena kwa muuguzi mkuu msaidizi. Yeye anasema ndo alilipeleka kwa mhasibu. Wakasema kule kwa mhasibu faili langu mimi halipo. Nikamfuata yeye, akaenda akasema mbona nilileta faili? Wakasema hao hawalioni. Basi wakawa kama wamekwazana pale. Uamuzi wa mwisho nikauliza mimi nifanyaje? Wakaniambia nianze upya kuomba zile hela. Lakini wakati naanza upya kuomba zile hela, muuguzi mkuu wa hiyo hospitali ya Amana akaniambia kuna kazi nyingine ya kutengeneza mapazia ya body wash. Ni kweli nilipewa ile kazi, mapazia 188.
nikayatengeneza, nikayapeleka. Wakaniambia nipeleke na voice report. Nikapeleka na yenyewe ya kukabidhi yale mapazia. Wakaniambia sasa fuatilia pesa zako zote, zikiwemo zile za mwanzo na hizi. Nikaanza kufuatilia. Wakati ninafuatilia ikatokea tena corona ingine ya pili. Wakanistop tena. Nikatulia mpaka corona ilivokata, nikaenda tena kufuatilia. Nimefuatilia, mwisho kabisa nikaambiwa kwamba mimi sitakiwi kulipwa zile hela mpaka nionyeshe karatasi ya mkataba wa kupewa kazi pale. Kiukweli kwa siku hiyo waliponijibu vile nilihisi kama kuchanganyikiwa, nililia sana kwa sababu sikuwa na kumbukumbu yoyote kama nilishapewa ule mkataba. Baadaye niliporudi kabidi nianze kupekua kwenye makaratasi yangu, nikakuta ule mkataba. Nilipokuta ule mkataba nikapeleka, wakaniambia niandike barua ya maombi ya kulipwa. Nikaandika barua ya maombi ambayo nilipeleka 2022, ilikuwa mwezi wa pili. 2023 mwezi wa pili. Wakaniambia ile barua itajibiwa ndani ya wiki moja, lakini ile barua mimi sijajibiwa mpaka leo. Kwa kweli mpaka kufikia sasa hivi mimi naona kama nimezulumiwa. Hicho kitu kinaniuma sana. Kila nikikaa najikuta nalia. Kwa sababu kwanza mimi ni mjane. Nahangaika na maisha yangu mimi mwenyewe. Alafu nimefanya kazi kubwa sana katika ile hospitali. Kwa nini nisilipwe na mkataba ninao? Kwa hiyo naomba Watanzania wenzangu, kama kuna wanasheria mnaowajua au kama kuna njia yoyote ambayo mimi naweza kunisaidia nikalipwe hela zangu, naomba mnisaidie. Namba zangu za simu ni 0716 00 9768. Asanteni.